mtazamaji, kama sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha na leo niko na moja ya waigizaji bora kabisa kuwahi kutokea hapa Tanzania, anaitwa Madam Chuchu Hans. Mimi nakuita Madam kwa sababu una style ya heshima. Asante, nashukuru. Umependeza. Asante sana. Kwema lakini. Kwema. Moja kitu ambacho nakipenda kutoka kwako ni miongoni mwa wasanii ambao una maintain sana muonekano wako. Yaani Chuchu miaka 5 na sasa hivi huoni mabadiliko katika mwili wake. Iko vile vile mdogo tu hivi. Ni nini hasa sasa? Mimi nafanya sana mazoezi kiukweli. Ni mtu wa mazoezi na pia naangalia sana chakula. Kwa sababu vyakula sasa hivi mafuta nini, unajua umri unavyozidi kwenda. Naipenda hii. Mtoko wa Pasaka leo umekuepo hapa. Christian Shusho pia amekuwa mmoja wa watu ambao ukishirikiana nao sana pia hata kwenye majambo ya mama ongea na mwanao pia. Pengine hii ina maana gani hasa? Ina maana kubwa sana kwa sababu kwanza ukiangalia ni siku ambayo ni watu wametoka kwenye mfungo kwa imani ya dini ya Kikristo, lakini pia wanafurahia, umeelewa, alafu pia kuna maombi na pia ni burudani, yani inaingia kwenye sekta zote. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, ni kitu kizuri sana. Mimi nimpongeze sana yeye, pia nimpongeze pia mwenyekiti wetu sisi kufanya kujoin kuwepo katika yani hii timu moja hapo na kuwepo pia yeye katika timu yetu sisi mama ongea na mwanao. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Sisi ni watu wa Mungu kama unavyoona, sisi mama ongea na mwanao ni watu ambao tunasaidia sana, tuko karibu na jamii, lakini pia muda kufurahi kama hivi tena kwa kidini ni mzuri zaidi. Kuna watu ambao wawezekana kana itazama Mtoko wa Pasaka naona kama imekuwa ni kama biashara hivi. Yaani ni kama imekuwa ni ya wasanii sana, entertain na watu wengi sana wanaona kuliko ile wahusika wenyewe. Unadhani mtu ambaye ana perception hiyo hapa anakuwa anatoa maoni kama hayo, tunamjibu vipi sasa? Ni yeye na mawazo yake, kila mtu ana uhuru kufikiria kile ambacho anafikiria, lakini nadhani Christina ameongea, mwenyekiti Steve Nyerere ameongea hapo, ameleta ni kama sheria ya kila mtu. Yes, ni kitu cha kila mtu, hakibagui, hakichagui. Unadhani ni watu ambao wanasema kwamba mambo ya dini kuyahusanisha na mambo ya kijamii hasa? Watu wanaona kama mambo ya kidini siku hizi yanaingizwa sana kwenye mambo ya kijamii hasa sana, unakuta sometimes ambayo hata ya style labda kuingia labda kama hivi, labda hizi iftari, labda Mtoko hapa kama hivi watu wanaingia tu ambao pengine hawa deserve kuwepo. Unadhani yale maoni watu wanatoa yale? Unadhani kwa nini watu wamekuwa wakiquestion sana hivi? Kikweli mimi sijui, labda wao wanaweza kutupa majibu sahihi, kwa sababu mimi ninachojua kwamba hapo ni sherehe, watu wanasherehekea, wanafurahia na ni sikukuu. Ndio ninachokijua mimi. Sasa kama mtu ana yake, basi huyo hata kwa Mungu hayupo. Yaani hayupo kwenye dini wenzote. Yupo kwenye imani yake mwenyewe anaijua. Hongera pia, nimekuona umerejea kwenye Jua Kali Mimi? Hapana, siko Jua Kali. Uko wapi? Sijui umeona wapi. No bwana, siko kwenye series. Series yangu ya mwisho ni Jeraha. Nimekufananisha? Inawezekana. Kweli. Tutegemea lini kumuona Chuchu Hans kwenye series yetu Isabel? Inshallah, ni mipango. Jamii nilitoka kwenye matatizo, kwa hiyo nilikuwa nimepumzika muda mrefu, lakini sasa hivi nimerudi naanza upya, kwa hiyo niko available kufanya kazi na muda so mrefu mtaniona. Si unaona umeshaanza kuongea. Kuna ile ambalo juzi niliona mume wako alipost akasema kwamba wanawake bwana ukiachana nao mara nyingi sana wanakuwa watu ambao ni ngumu sana kumove on, na akimove on basi atakachokizungumza kizungumza ni mabaya tu, kwamba sijui ana nini, anilizish na nini. Hivi kwa nini wanawake mpo hivyo? Ni kweli kwanza wanawake mpo hivyo? Mimi sijui. Kama aliongea sijui kakumbwa na nini, sijui. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilimuuliza akashindwa kunipa jibu sahihi. Kwa hiyo nadhani yeye analojibu anajua kwa nini ameongea hivyo, anajua kwa nini ameandika hivyo. Ila mimi kama Chuchu mimi naheshimu. Haijalishi mtu nitaachana naye, haijalishi itakuwa yani, na muheshimu mtu kwa sababu ushakuwa na mahusiano na mtu ni kitu kikubwa sana, very sensitive. Sasa sijajua ndio huo wanasema fashion, mimi sielewi, lakini mimi kama mtu ambaye siwezi. Hivi ni sawa mwanamke kwa kinganizi kwa mwanaume? Hata kama ameachana naye baada ya force mapenzi kwa kwake. Sasa kila mtu sana uhuru wake, kila mtu tabia yake. Inawezekana. Inaweza kuwa wengine wameumbwa hivyo, ng'ang'anizi tu. Watu nilikuwa nasoma comment wakawa namhusisha Johari, ule ujumbe alioandika Ray. Na ikasema hii kama mbona nataka walete vita hivi na dada yangu Chuchu. Mimi sina huo muda. Sina muda wala sina hiyo sababu. Kuna namna ambaga ujumbe kama ule ukitolewa kidogo inatikisa kwenye familia bwana, hizi jumbe hizi. Haitikisi kwa sababu siko yani uko nishavuka muda mrefu sana. Ila mnaongea. Kwa nini mimi kwa tuongee?
niko na mko close kama zamani for sure, space wao. Lini tumekuwa close? Kama mkiigiza pamoja. Wapi? Kwenye movie. Ipi? Hebu nikumbushe. Anasahau, sema tu I remember, lakini walikuwa na ukaribu fulani. Salamu binadamu wote wanasalimiana. Ila uje kwa karibu naye. Sijui ese. Mama swali mengi. Uliza tu mengine. Ya mtoka Pasaka. Chichi, tumaliza la mwisho sasa. Jana kulikuwa na maadhimisho ya miaka 13 ya Kanumba tangia kifo chake kitokee. Na mmoja wa wasanii ambao watu walikuwa wanategemea kuwaona pale na wewe pia. Pengine hasa kwenye hiki wasanii kujitokeza wachache miaka 13 ya Kanumba pia watu walikuwa wanauliza sana hasa. Nadhani ni nini hasa ndio maana watu wanakuwa wanaenda wachache? Mtu yote alotangulia mbele ya haki kinachotakiwa sana ni kumwombea na dua. Naweza kama mimi sijatoka lakini nimemfanyia, nimemtolea sadaka, nimemwombea, nadhani hicho ndio cha muhimu ambacho anataka, kwa sababu kwenye swala la kifo huwezi kumlaumu mtu. Ndio anasema pia kuzika majaliwa. Mtu anaweza akafa ukasitamani utanizika lakini ukashindwa siku hiyo kabana. Kwa hiyo ni vitu tu vimeingiliana, lakini nimemwombea na huwa nikifanya dua na muombea, yani huwa namuingiza. Mama jana kana zungumza akasema kuna matabaka sana katika movie. Yaani watu wanaangalia kwamba fulani ikitokea twende, fulani ikitokea atwendi. Kwa nini kuna hizo sana? Sijui, labda yeye aloongea hivyo anaweza ka explain. Mimi siwezi kumuongelea mtu, sijui amefikiria nini, sijui imekwaje mpaka ameongea hivyo. Lakini labda yeye anaweza kana jibu sahihi. Mimi sijui, siwezi kumuongelea mtu. Sasa mimi na principles zangu na maisha yangu na vitu vyangu. Wasanii wawili wa kike wanaokuvutia sana kwa sasa hivi kwenye uigizaji wao. Wasanii gani? Mimi mwenyewe. Wa pili? Wa kike? Wapo wengi sana. Wapo wengi, yani nitabagua, wapo wengi sana. Mmoja kiume upendeleo? Bora baki mimi mwenyewe tu. Hata yeye hawezi kumtaja kwenye. Nani? Mwenza wa kike. Wa kiume basi mmoja. Of course, Baba Jaden. Namba 1. Ni nini siri ya kudumu kwa muda wote mpaka sasa hivi mna enjoy mahusiano yenu na nini bado vijana? Hatusijiuma sababu mahusiano yao kila siku kelele mtandaoni. Afu yenu hatuoni hizo. Ujinga tu, uvumilivu. Dada yenu navumilia sana na ujinga wangu. Inatakiwa mwanamke ndo apende sana au mwanaume? Sijui. Wote. Mimi mapenzi yana formula, tutadanganyana hapo. Nitakuwa mpendane. Tutegemee ndoa lini? Mungu akiandika, sijajua. Ni sahihi mwanamke kulilia ndoa? Sijajua, sijawahi kufikiria kama ni sahihi au sio sahihi. Sababu nachojua mwanamume ndo anataka ndoa. Bila mwanamke asubiri. Ninachojua mimi. Na mwisho kutoka bwana kusema sasa unaambiaje? Mimi nawapenda sana, asanteni sana. Mtegemee mazuri kutokea kwangu. Acha mambo mengine, mtegemee kazi mwaka huu. Yes. Asante. Asante.